Karibu tena msikilizaji wangu mpendwa, hii ni sehemu ya pili ya simulizi inayoitwa Mke wa Mtu ni Sumu. Simulizi iliyoandikwa na DJ Manumbu. Na mimi ni Binti Zuri. Tulipoishia, tulimwacha Amina akiwa ameolewa na Juma Mwangala. Lakini ndani ya moyo wake bado kulikuwa na kumbukumbu za penzi la zamani la Kelvin Sanga. Kwa sasa simulizi inaingia hatua nyingine. Ilikuwa ni siku ya kawaida kabisa jijini Dar es Salaam. Jua kali lilichoma, magari yalijaa barabarani, watu walikimbizana na maisha yao. Amina alikuwa ametoka kufanya manunuzi eneo la posta. Alitembea taratibu, akielekea kwenye gari lake. Lakini ghafla macho yake yaligongana na sura ambayo hakuwa ameisahau hata siku moja. Alisimama. Mapigo ya moyo wake yakaenda kwa kasi kubwa. Haiwezekani. Alijisemea kwa sauti ya chini. Alikuwa ni yeye, Kelvin Sanga. Lakini hakuwa yule aliyemkumbuka. Nguo zake zilikuwa zimechakaa. Uso wake ulikuwa umechoka na macho yake yalionekana kubeba ugumu wa maisha. Hakukuwa na ile nuru aliyokuwa nayo zamani. Amina alihisi kitu kinamchoma moyoni. Kwa ujasiri wa ndani Amina alimkaribia. Amina aliita kwa tahadhari, "Kelvin." Kelvin aligeuka polepole, macho yao yakakutana tena baada ya miaka mingi. Kwa sekunde chache hakuna aliyesema neno. Halafu Kelvin akatabasamu kwa huzuni. "Amina, ni wewe kweli?" Walikaa pembeni ya barabara wakaanza kuzungumza. Maneno yalikuwa mengi lakini hisia zilikuwa nyingi zaidi. Amina alijaribu kuficha mshangao wake. "Umepotea sana, ulikuwa wapi?" Kelvin alitabasamu kwa uchungu. "Nilikuwa napambana tu na maisha, lakini maisha hayakunipenda." Alisimulia jinsi alivyohangaika kutafuta kazi, jinsi alivyolala njaa siku nyingi, na jinsi ndoto zake zilivyovunjika. Amina alinyamaza. Moyo wake ulikuwa unalia kimya kimya. Kila neno la Kelvin lilimrudisha Amina nyuma. Chini ya mti ule wenye kivuli wa kule Morogoro. Alikumbuka ahadi zile, vicheko vile. Alimtazama Kelvin kwa makini. Huyu ndiye mwanaume aliyewahi kumpa furaha ya kweli. Lakini kwa sasa Kelvin alikuwa mtu aliyechoka na maisha. Ndani ya moyo wa Amina kulikuwa na vita. Upande mmoja ulimwambia, wewe ni mke wa mtu, kaa mbali. Lakini upande mwingine ukasema, huyu ni mtu aliyekupenda kwa dhati, huwezi kumwacha hivi hivi. Huruma ilianza kumzidi nguvu. Baada ya ukimya mfupi Amina alisema, Kelvin, huwezi kuendelea hivi. Kelvin alitabasamu kwa kukata tamaa. Kelvin alisema, maisha ndiyo haya Amina, nimeshazoea. Lakini Amina akakata kauli. Hapana. Njoo nyumbani kwangu, nitakusaidia. Kelvin alishtuka. Nyumbani kwako? Si umeolewa? Amina akavuta pumzi. Ndio. Lakini nitatafuta namna. Kelvin alisita. Lakini hali yake haikumruhusu kukataa. Hatimaye akakubali. Na hapo ndipo hatua ya kwanza ya safari ya hatari ilipoanzia. Safari ambayo ingeleta majaribu na kuvunja mipaka ya ndoa. Msikilizaji wangu, je, Amina atamwelezeaje mume wake kuhusu Kelvin? Je, ukweli utafunuliwa au uongo utaanza? Katika sehemu ya 3 uongo utaingia ndani ya ndoa. Usikose subscribe, like na share hii chaneli ya DJ Manumbu ili uwe sehemu ya simulizi hii kali. Mimi ni Binti Zuri. Tuonane sehemu ya 3.